Mtazamaji wa Kawabe Media, kama ambavyo umekuwa ukitufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, tunakuletea vitu tofauti tofauti. Lengo ni kukuburudisha pamoja na kujifunza. Mimi naitwa Epifania Magingo na siku ya leo kwenye Sauti ya Jamii niko maeneo ya Mbagala na niko na Sheikh hapa. Tutazungumza vitu vingi. Moja kwa moja nikukaribishe kwenye mazungumzo yetu. Habari yako Sheikh? Salama, nashukuru sana dada Epi. Unaitwa nani na unapatikana wapi hasa mtu akitaka kukupata? Mimi naitwa Sheikh Yusufu Mshindo Diwani Al-Ghazali na ninapatikana hapa Mbagala Kiziwiani, ndipo mahala nilipo, na mimi ni mjumbe kamati ya amani, kwa maana ni shekhe, kwa maana ni mjumbe kamati ya mashekhe mkoa wa Dar es Salaam. Naam. Kuna video imekuwa ikisambaa sana huko mtandaoni, ulikuwa ukiongea kwamba mwanaume wa Kiislamu hapaswi kumuoa mwanamke wa Kikristo. Tufafanulie hapo kiundani zaidi. Sawa. Hii kauli nimeisema na ni kauli ambayo iko sawa sawa, kwa maana mwanamume wa Kiislamu, nilisema mwanamume wa Kiislamu anaruhusiwa kumuoa mwanamke wa Kikristo, lakini mwanamke wa Kiislamu haruhusiwi kuolewa na mwanamume wa Kikristo. Sababu ni hizi fuatazo. Na kwanza, tunaposema mwanamume wa Kiislamu anaruhusiwa kumuoa mwanamke wa Kikristo, lengo kubwa kabisa la msingi tunakusudia ni wale ambao walikuwa katika zama za mwenyewe Nabii Isa, ambapo ndugu zetu wa Kristo wao wanamuita Yesu. Kwa maana wale walikuwa wakifuata utaratibu sahihi ambao walikuwa wakiutaka yeye Nabii Isa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale hakuna shaka kabisa. Lakini ni kwa nini sasa tunasema mwanamume wa Kiislamu, yani mwanamke wa Kiislamu haruhusiwi kuolewa na mwanamume wa Kikristo? Kwa sababu mara nyingi sana mwanamke ni mtu ambaye ni mwepesi sana kushawishika. Yani kwa maana kama Mkristo atamuoa mwanamke wa Kiislamu, ni rahisi sana kwa mwanamke huyu kumfata huyu mumewe kuingia katika dini yake hii ya Kikristo. Sasa na sisi siku zote tunasema kizuri, kila mtu huwa anavutia upande wake. Kwa hiyo kwa hali hiyo ndo maana tukasema ya kwamba ni bora zaidi mwanamume wa Kikristo aoe Mkristo mwenzake, mwanamume wa Kiislamu naye aoe Muislamu mwenzake. Itakuwa nzuri zaidi, na ndipo ndoa inasihi katika hali za namna hiyo. Ima ile ndoa ya mseto, kwa maana huyu ana dini yake na yule ana dini yake, alafu anaenda kufunga ndoa bomani. Hii kwa mujibu wa sharia ni kitu ambacho hakikubaliki kabisa, na hapo inakuwa hakuna ndoa. Ili iwe ndoa sahihi ni lazima wote wawe Waislamu au ni lazima wote wawe Wakristo, ndiyo ndoa itakuwa sahihi. Kwa sababu hata ndoa inayofungwa kule kanisani kwa mujibu wa sheria ya dini ya Kiislamu imekamilika vigezo vyote, kwa hiyo inatambulika kama ni ndoa sahihi. Lakini kwa mujibu wa ndoa inayofungwa msikitini inakuwa imekamilika vigezo vyote, kwa mujibu huo inaitwa ni ndoa sahihi. Kwa hiyo mambo ya msingi kabisa ni kwa sababu mwanamke ni mtu mwepesi sana kuchotwa kihisia, kuchotwa kiimani, hivyo ni rahisi sana kumpoteza, kumtoa katika dini ya Uislamu na kwenda katika dini ya Ukristo. Lakini kama tutaoa binti ambaye yeye ni Mkristo, ni rahisi sana sisi kumlingania, kwa maana kumpa mawaidha mbalimbali, kumuonyesha uzuri wa dini ya Kiislamu kwa matendo na maneno na mazingira pia, na ni rahisi sana naye kuvutiwa na yale mazuri, kwa sababu sisi tuna maneno tunasema innal quluba, hakika mioyo namna ilivyo. Mtume anasema hivi, jubilat qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi ala man asaa ilaiha. Moyo namna ulivyoumbwa, umeumbwa moyo kumpenda yule ambaye ana tabia ya kufanyia mazuri. Yani wewe kama una tabia ya kumfanyia mtu mazuri, basi moyo wako utampenda kwa sababu ana tabia ya kufanya matendo mazuri. Wabughdi ala man asaa ilaiha,
lakini moyo namna ulivyo umepambiwa kumchukia yule ambaye anayofanyia mabaya. Yani mtu akiwa anakufanyia matendo mabaya automatic utajiona tu unamchukia, kwamba kwa nini ananionaje mimi, ananichukuliaje, mbona ananifanyia matendo ya namna hii. Utafikia wakati utaona kwamba kuna haja ya kumchukia. Kwa hiyo tumwaonyeshe mazuri, insha Allah mambo yatakwenda sawa sawa. Sasa huko mtaani kwetu tunakoishi kuna hao watu wa dini tofauti lakini sasa wanapendana. Unasemaje kuhusiana na hilo? Na hawajafunga ndoa serikalini wala ya dini yoyote, wao wapo tu wanaishi. Sawa. Swali lako ni zuri sana. Hawa mimi nawashauri katika mambo mawili. Jambo la kwanza, kama watakuwa ni watu wa dini mbili tofauti, ni vema watu hawa watafute wale wanaokwenda sambamba na dini zao. Kusoma katika ilmu nafsi, katika ilmu ya masala ya saikolojia, utakuta madhara makubwa sana yanatokea baina ya ahadi ya watu wenye imani mbili tofauti. Mimi naamini kitu kingine, wewe unaamini kitu kingine, alafu tunafanya maisha. Mara nyingi sana huwa safari hii haifiki salama. Mwishoni huko huwa tunakwenda kupasuka, na hasa yakitokea matatizo ndio kila mmoja huwa anakumbuka uzuri wa dini yake. Ishatokea tatizo hapo ndio kila mmoja anakumbuka. Kama ni Mkristo atasema wallahi mimi narudi katika dini yangu, ndio anakuwa mlokole wakati huo. Imetokea tatizo ujue. Lakini kama ni Muislamu ndio utamuona na kwa mimi narudi kwa Mwenyezi Mungu, na msikitini anaenda wakati huo. Kwa nini? Limetokea tatizo. Likipita lile tatizo kasahau, anarudi kule kule alikotoka. Sasa hili ni tatizo kubwa sana. Mimi ushauri wangu unakuwa hivi kwa watu hawa. Imma wakubaliane na hiyo hatua wanayokwenda nayo, lakini maumivu yako mbele yao, hayatawaacha kabisa. Yani ni watu ambao wanatengeneza bomu la baadaye. Watazaa watoto katika mtindo huo. Sasa watoto watakuwa hawajui waende kwa nani, kwa baba au waende kwa mama. Matokeo yao wanakuwa ni watoto ambao hawajulikani imani zao ni za aina gani. Ili ni tatizo. Lakini jambo la pili ambalo naweza nikatoa ushauri, wakubaliane. Basi mmoja amfuate mwenzake huko alipo katika dini yake, basi wafunge ndoa kuliko kuishi hivi hivi. Kuishi hivi hivi ni hatari sana, hatari kubwa mno. Kwa hiyo ni vizuri sana wakae chini wakubaliane. Basi baada ya makubaliano, mmoja amfuate mwenzake katika dini yake alikuwa na, ili wote wawe na imani ya aina moja wakitaka usalama wa maisha yao. Lakini usalama zaidi kwetu sisi Waislamu tunasema ni kuwa Waislamu tu. Wakiwa Waislamu tunasema wana usalama zaidi duniawiyan wa ukhrawiya. Hapa duniani watapata mambo mazuri ya salama, lakini kadhalika na baada ya kufa. Unajua si kwamba hapa tu duniani, baada ya duniani tunaamini sisi kuna maisha mengine yanaitwa hayatul barzakhi, maisha ya kaburini, alafu kuna maisha ya akhera. Maana kaburini na akhera ni sehemu mbili tofauti. Kaburini kuna maisha mengine na akhera sasa pale mtu akishahukumiwa imma aende peponi au aende motoni, huko ndo kunaitwa akhera. Maana ndo maisha ya mwisho hayo, hakuna tena maisha baada ya hapo. Sasa mtu akiwa katika mstari uliokuwa sawa sawa, anaweza kuwa vizuri kabisa hapa duniani na akhera pia mambo yakaenda sawa sawa. Naam. Tumeona huko mtaani tunakoishi kumekuwa na hii tabia ya wanandoa, anaweza kabadili dini akamfuata mwenzake wakaoana, lakini kwenye maisha halisi hafatishi ile dini, anasema nilibadili tu niolewe na wewe au nikuoe tu, na hazingatii hizo sheria za dini. Ni kweli. Dada yangu na maswali mazuri sana, mashallah. Ni kweli kabisa, haya mambo yako hivyo. Na mara nyingi sana mimi nimewahi kumuona binti mmoja, yeye alikuwa Mkristo. Sasa alisoma na ndugu yetu mmoja Muislamu. Wamesoma pamoja, wamemaliza chuo pamoja, wakiwa marafiki. Wakafikia wakati sasa wanataka kuoana, yeye akamwambia yule mwanamke, bana mimi siwezi kuja katika dini yako, ni wewe ndio uje katika dini yangu. Mwanamke amempenda kwa moyo mmoja, akasema hakuna shaka mimi nabadili dini na kuwa Muislamu. Kweli kabadili akawa Muislamu. Sasa wakaishi mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mtoto wa kwanza, mara mtoto wa pili, mtoto wa tatu. Lakini yule binti anasema katika jambo ambalo linalonishangaza,
huyu bwana toka amenisilimisha mimi sijamuona yeye mwenyewe kwenda msikitini, wala sijamuona kuniambia mimi niende msikitini. Sijaona kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo najiona kwamba ni bora ningebaki vile vile na dini yangu, kwa sababu sasa kanisani siendi na msikitini siendi. Kwa hali hii sasa nimesilimu nini mimi? Ni mambo ambayo yapo kweli. Yule binti akawa anasema, yule bwana anamwambia yule binti kwamba tafuta walimu wa kufundishe, yani atafute walimu wa madrasa wa mfundishe dini. Anasema sasa mimi sitaki kufundishwa na mtu mwingine, nataka wewe ulionisilimisha wewe ndio nifundishe, kwa sababu wewe unajua dini yako. Sasa inakuwaje unitafutie watu wengine wakati wewe dini yako unaijua? Anasema yule binti mwisho wa siku akasema, mimi naamua zangu kurudi katika Ukristo, kwa sababu nilitarajia huku katika Uislamu nitakuta mabadiliko, lakini hakuna kilichobadilika. Nimejikuta kwamba kanisani siendi na msikitini siendi. Dini yangu nimeiacha, na hii dini ambayo nimekuja katika dini hiyo hakuna ninachojua, na wala sitarajii kama ipo siku nitajua. Kwa hali hii bora nirudi kule nilikotoka. Kweli kabisa kuna watu wapo katika mazingira kama haya. Ni makosa makubwa sana kumsilimisha binti wa watu alafu haumfundishi misingi ya dini ya Kiislamu, akajua misingi ya dini ipoje. Ni makosa makubwa sana sana sana. Na akirejea katika dini yake, wewe ambaye ulomsilimisha ukamwacha haelewi kinachoendelea, wewe una dhima, yani kwa maana una hatari sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wapo watu wastahili hizo. Yeye mwenyewe hana tofauti, yani afadhali hata huyo Mkristo alikuwa anakwenda kanisani, yeye msikitini haendi na hana anachojua katika dini, ila anaridhika tu na kuwa na jina lake nani, naitwa Abdul Hamidi, basi eti jina tu linamtosha yeye kuwa ni Muislamu. Ukimuuliza msikitini, siku ya mwisho kwenda msikitini ni lini, atakwambia siku ya Idi ndo alienda kuswali swala ya Idi, tena kwa kufatafata tu, hajui hata hiyo swala yenyewe inaswaliwa namna gani. Huyu sasa ni Muislamu jina, na mara nyingi sana hawa ndio wanatuletea shida humu mitaani. Kwa hiyo mimi niseme hawa ambao wanaishi katika mazingira kama haya wajaribu kubadilika. Wewe kama ni Muislamu, hebu ujue kwamba Uislamu wako ukoje. Umemsilimisha binti wa watu, basi kadhalika mfundishe ajue dini namna jinsi ilivyo, kwa sababu akijua dini atakuwa anajua mambo ya wajibu kwake. Ni lipi jambo la wajibu, ni lipi jambo la sunna, ni lipi jambo la kufata, ni lipi jambo la kuacha, atajua. Lakini sasa humfundishi, unafikiri anafanyaje? Na watoto wanaozaliwa katika mandhari haya pia wanakuwa na hatari kubwa. Miongoni mwa hatari yao ni kutojua waende kwa nani sasa, kwa sababu mama atajikuta ni Muislamu jina, baba na yeye ni Muislamu jina, lakini wakati huo tampelekea huyu mama kutaka kurejea tena kule katika dini yake, kwa sababu wakati wanaslimu inawezekana amehitilafiana na wazazi wake, inawezekana amehitilafiana na ndugu zake kwa ajili yako wewe, alafu wewe huonyeshi umuhimu wowote wa kumfanya ajue dini yako, basi wewe una tatizo. Mimi nimwambie mwanaume wa namna hii ana shida kubwa sana. Lakini pia kuna binti anaweza kumsilimisha mwanamume, lakini kadhalika pamoja na kumsilimisha mwanamume huyu hamwekei misingi ya mwanamume huyu kujua dini. Matokeo yake anasikia yule bwana huwa anaenda kanisani kwa kujificha. Sio makosa ya mwanamume huyo, ni makosa yako wewe Muislamu ambaye hujui dini yako na wala hauna taratibu za kuweza kumfunza huyu dini. Swala sio kusilimu tu. Kusilimu mtu yote anaweza kusilimu. Je, baada ya kusilimu kuna nini kinafata? Hilo ndo swala la msingi kabisa. Kwa hiyo tunawaambia wale ambao wanaoishi, umemsilimisha binti wa watu au binti umemsilimisha mwanamume fulani kawa Muislamu, alafu ukamwacha ana heng, haeleweki ni mtu wa namna gani, wewe una madhambi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umemwachisha huko, kumtoa huko kwa wazazi wake au kwa ndugu zake, wamehitilafiana, wamegombana, alafu una lolote umemfunza katika dini. Matokeo yake anarudi kule alikotoka, na wala yeye anakuwa hana matatizo. Wewe ndio mwenye tatizo kubwa katika mazingira haya. Sawa, umesema vizuri sana. Kwenye jitihada zako za kutoa huduma kwa jamii, unafikiri kizazi cha sasa hivi kinafuata maadili ya dini kwenye kuishi kwao? Kizazi cha sasa maadili yameharibika. Najua maadili ni kitu muhimu sana, na siku zote maadili yanaanza kwa wazazi wenyewe. Wazazi wakikosa maadili, basi
jambo limekwisha hilo. Kwa hiyo watoto wengi sana hawaishi katika maadili ya dini, wengi sana hawaishi katika maadili ya dini, na hili tatizo linaanza kwa wazazi wenyewe, na hasa kina mama. Hii nitakwambia, na hasa wakina mama. Unajua, ipo kauli ambayo inasema idha fasadatil ummu, yani mama akiharibika, mama mmoja tu akiharibika, fasadati nahiyatu kullu, mtaa mzima umeharibika. Wa idha saluhat, lakini huyu mwanamama akiwa amesimama vizuri, saluha al-amma, basi jamii nzima nayo inakaa vizuri. Kwa hiyo kina mama ndio masulat, yani ndio ambao wanaulizwa sana au wanaotakiwa sana wasimame imara, kwa sababu wao kwa asilimia 90 kama sio 95 ndio wanaoishi na hawa watoto. Lakini ni wajibu wetu sisi wanamume kuuliza kila wakati tunapotoka makazini huko. Ukifika nyumbani lazima uulize, mtoto wangu yuko wapi? Sio mtoto ana miaka 3 anacheza anarudi saa 5 za usiku, na wewe baba kimya, hujui mtoto huko anapokwenda anakutana na kina nani, katika mazingira gani. Hili ni jambo ambalo natakiwa watu tuweze kulifahamu kwa ufasaha. Kina mama ndio mnakaa na watoto kwa wakati mwingi sana. Sasa maadili ya dini hawawezi kuyapata hawa watoto. Jamii haiwezi kuwa na maadili ya dini ikiwa kama kuanzia ndani ya familia yenyewe kuna kuwa na utovu au uharibifu wa maadili. Pia kuna haya mambo ya utandawazi. Pia hili nalo ni tatizo kubwa. Unakuta mtoto anapewa simu na mama yake. Hiyo simu, ndani ya ile simu kuna mambo mengi sana. Mengine yanayofaa kwa mtoto kutazama na mengine hayafai, lakini yote anaachiwa tu mtoto anatazama. Unafikiri anajifunza nini? Tunasema akili ya mtoto ni sawa na mtu aandike jambo katika jiwe. Yani chukua nakshi ile, inakshi katika jiwe, itaishi miaka mingi sana kuliko akili ya mtu mzima. Sasa mtoto anakutana na vitu katika simu ya mama yake au ya baba yake, vitu ambavyo hakupaswa kuviona au kuvisikia. Ndio tunawalea katika mazingira haya, na ndio tunasema uzungu au sasa zaidi. Matokeo yake wanaharibika. Sasa wale watoto wanakuwa ni watoto ambao maadili yao hayapendezi. Yani ukiasikia tu unasema kweli huyu mtoto wa fulani huyu, lakini ndio yuko hivyo, na wakati huo tena huwezi kubadilika. Mtoto anapita katika marhala 4, hatua 4. Kuna marhala au hatua inaitwa marhalatu tufula, hatua ya utoto. Ni kuanzia toka pale anapozaliwa mpaka anafika umri wa miaka 6. Hii inaitwa marhalatu tufula, yani ni hatua ya utoto. Lakini kisha baada ya hapo inaingia marhalatul murahiqi. Kuanzia miaka 6 hapa anakwenda mpaka miaka 14, na hapa ndipo mahala pa kutengeneza sasa maadili kwa mtoto. Miaka 6 mpaka 14 ndipo mahala pa kutengeneza maadili ya mtoto. Ukishindwa kumtengeneza mtoto katika muda huu, umri huu, usitarajie kama utamuweza kuanzia miaka 15 kwenda mbele huko. Humwezi tena huyo. Kwa hiyo lazima umtengeneze huyu mtoto katika umri huu. Yale unayoyataka wewe ndio unatakiwa umuelekeze. Nataka uvae vizuri, avae vizuri. Uwe na kauli nzuri, akimwona mtu mkubwa awe wa kwanza kumwamkia, ni wewe ndio unamtengeneza katika umri huo. Lakini kadhalika akimwona mtu mzima amebeba mizigo yake, akamsaidie, ni wewe ndio unamtengeneza katika umri huo. Lakini sasa ikiwa kwamba wewe mama au baba, wewe hujali, mtoto wako anafanya anachotaka, anasema analotaka, wewe poa tu, umefeli. Na ndipo tunapoharibu maadili. Television zetu zinaonyesha wakati fulani mauzauza, mambo ya kutisha kabisa. Yani ukikaa na baba mkwe au na mama mkwe huwezi kutazama, unakaa na remote standby, kiona kuna baadhi ya majambo haraka haraka unapitisha pale. Sasa haiwezi kuwa sawa sawa hiyo. Umezungumzia kuhusiana na hapo kwenye malezi kidogo. Sasa kuna huu mchakato wa wazazi kutafuta pesa. Wako busy, wanaondoka asubuhi saa 11 kurudi saa 4 saa 5. Nani sasa atawajibika kwenye hili jambo? Jambo zuri sana. Atakalowajibika katika hili swala ni mama tu. Kwa sababu sisi tunaamini majukumu ya kutafuta pesa au noti natakiwa atafute mwanamume. Mwanamke ni jauhari, ni maadini ghali.
yenye thamani. Kwa hiyo mwanamume natakiwa aumie huko anakoumia, lakini hakikishe mke anaishi vizuri, anakula anachotaka sio anachopata, analala anapopataka sio palipopatikana. Lakini kadhalika awe ni mwanamke ambaye bila shaka katika kila hatua akiumwa auguzwe, atibiwe tena vizuri kabisa bila tatizo la aina yoyote. Ndio katika Uislamu tunaambiwa hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia haki za mwanamume kwa mkewe ni hizi zifuatazo. Moja, amvishe kile anachotaka kuvaa, yani mavazi ambayo anayetaka kuvaa. Hata kama kuna mavazi yanauzwa milioni 2, akija mke akakwambia ana mume wangu ninunulie, wewe utakii kupinga wala kubisha, haraka sana anatakiwa ukanunue. Ukiwa hauna basi uwe na lugha nzuri ya kumwambia mkeo, mke wangu kweli bwana mavazi haya mazuri mashaallah, lakini hali yangu wewe unaijua, na wanawake mashaallah Mwenyezi Mungu amewajaalia wepesi wa kuridhika, kwa maneno mazuri tu mnaridhika, sio ukali tu. Sikiliza, usinisumbue mimi, sipendi mimi mtu anayenisumbua sumbua. Ni haki yake ahudumiwe. Mtume anasema avalishwe kile anachotaka kuvaa. Amekuja anakuambia kuna mahala nimeona kakimini kazuri sana kakufika hapa juu ya mapaja, kanunue haraka sana. Sasa kinavaliwa wapi hilo ni swala lingine, lakini nunua kwanza, alafu kisha umletee nyumbani, alafu ndio mwambie sasa hiki ni cha kunivalia mimi tukiwa hapa ndani, wakati unatembea tembea huku na kule, unaringa ringa, unajimwaya mwaya hivi, basi ndio inavyotakiwa katika hali za namna hiyo. Umnunulie mavazi yale anayotaka na pale anapotaka, ni haki yake ya msingi. Sio kusema kwamba eti anafanya israfu, kwamba anafanya fujo katika matumizi ya pesa. Hakuna, ni haki yake ya msingi. Hauna, lugha yako iwe nzuri. Nakuja hapa, lengo langu ni kuona kwamba huku kutafuta fedha huku. Lakini kadhalika akasema haki ya pili ni mume amlishe mwanamke kile anachotaka kula. Hakikisha unamlisha mkeo kile anachotaka kula, sio matembele tu na mchicha kila siku. Hakuna hiyo. Kama una uwezo hakikisha mkeo anakula vizuri, tena ikiwezekana ale vizuri kuliko wewe. Wewe kula vya ajabu ajabu kwa, lakini yeye ale sawa sawa, ale vizuri tena vya kushiba na kile anachotaka kula. Lakini kadhalika jambo la tatu akasema akiumwa umuuguze. Useme nimechoka bana, shatupa hela nyingi sana hospitali, kwa hiyo sioni chochote, kwa hiyo rudi kwenu. Mtu mwingine ndo anamchukua mkewe anampeleka kwao, alafu kuanzia hapo na hata huduma huko kwao hapati. Haya ni makosa, ni kudhulumu haki ya mwanamke. Anasema yuko kwao. Ndio dhulma hiyo. Kwao kule alishahudumiwa na wazazi wake mpaka wewe ukampenda, ukamuona, ukaenda kumuoa. Sasa bado arudi tena kuhudumiwa na wazazi wake wakati wewe umemuoa? Hapana. Hiyo inatakiwa lazima wewe ndio ukomae katika hilo. Sasa hili ni jambo la msingi sana. Wanaume wengi huwa wanakuwa hivi, akimuona mwanamke anafanya kazi, basi yeye anasema hapa majukumu yamepungua upande wangu. Haya ni makosa. Mwanamke hata awe anafanya kazi, awe anapata mabilioni ya pesa, wewe mwanaume hayakuhusu kabisa. Kisheria hayakuhusu kabisa. Yatakuhusu hayo mabilioni ya pesa kama itatokea mwanamke huyo kafa. Katika vitu vinavyoitwa mirathi, ndio na wewe mume kuna kasehemu fulani unaweza lakini yuko hai, ni hata kama yana mamilioni ya pesa, ni wewe mwanamume ndio mwenye wajibu wa kukimbia huku na kule kuhakikisha kinapatikana hicho kinachopatikana ale pale nyumbani, kilichotokana na wewe mwanamume, sio kilichotokana na biashara chake anachofanya huyu mwanamama. Sasa haya ni katika masuala ya msingi. Kwa hiyo ukiona hili swala kusema tunatafuta pesa, tunasaidiana katika maisha, mke anatoka asubuhi na mume anatoka asubuhi, watoto anaachwa na msichana wa kazi, ndio balaa linapoanzia hapo. Kwa sababu hamjui pia huyu msichana wa kazi malezi yake yapoje. Nani kafuatilia malezi ya msichana wa kazi kule alikotokea? Hakuna. Matokeo yake mnakuta watoto wamebadilika, sio wale mnaowajua. Ilikuwa mtoto ana adabu nzuri kabisa, lakini ukimtuma anakuambia siendi bana, nenda mwenyewe mama, kaniletee maji ya kunywa, akachukua mwenyewe. Sasa unaanza kujiuliza hii imetoka wapi? Kumbe ni yule binti ambaye mnamwachia pale, msichana wa kazi. Yeye mwenyewe maadili hana, watoto wanakosa maadili na wazazi hawaulizi, matokeo yake mambo yanaharibika kabisa. Lakini kikubwa zaidi,
ni kutowapeleka watoto katika malezi haya au katika shule hizi za kidini. Pia ni tatizo kabisa. Unajua shule za kidini hizi zinadhibiti baadhi ya matukio au baadhi ya mambo. Kwa hiyo mtu akipelekwa katika shule hizi za kidini, kidogo kuna mambo fulani atapunguza na anaweza akajifunza baadhi ya maadili. Kwa hiyo kikubwa zaidi mimi niseme pesa itafutwe, lakini maadili tuhakikishe yanapatikana katika familia zetu ili mambo yaweze kwenda vizuri. Ndio. Sasa vipi ni sahihi kwamba watu wachanganye dini pamoja na siasa? Tukisema kuchanganya dini pamoja na siasa, hapa pana fihi nadhar, pana mitazamo mingi. Moja katika mtazamo mkubwa, neno siasa katika sira ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hili neno limetumika sana. Na tunaposema kuchanganya dini na siasa, maana yake ni nini? Maana yake ni dini ni mwongozo unaowaongoza watu katika kumjua Mwenyezi Mungu na kuyafata yale ambayo anayoyataka Mwenyezi Mungu, lakini ndiyo salama yenyewe ya dunia. Yani kuyafata yale anayotaka Mwenyezi Mungu ndiyo salama ya dunia. Lakini sasa hivi siasa imebadilika. Siasa imekuwa ni uongo. Yani ukisikia mtu bwana, mwana siasa, usiletee siasa zako, manake usiletee uongo. Manake siasa ni uongo. Akija mwana siasa akikwambia bwana saizi ni mchana, yani ili uamini kama ni mchana, toka nje ukahakikishe kwanza kweli ni mchana. Maana yake ndio kwa sasa inatafsirika hivyo. Kwa hiyo ikiwa hii tafsiri ya siasa ya sasa ndio maana yake ni hiyo, hatutakiwi kuchanganya kabisa dini na siasa. Manake dini ni ukweli mtupu, siasa katika lugha ya sasa ni uongo. Sasa hivi vitu viwili haviwezi kukaa mahala pamoja. Na mimi kweli niwahi kuona mtu mmoja katika sera zake za kisiasa anazungumza mambo ambayo wewe mwenyewe unaona kabisa haya hayawezekani, lakini anaaminisha watu kwamba yeye anaweza na anaweza kufanya na mambo yakawa katika hali iliyokuwa sasa ghair mustahil, mambo ambayo hayawezekani kabisa. Unaona? Kwa hiyo tunasema kuchanganya dini na siasa, ikiwa siasa yenyewe ndio hii tunayoiona hivi sasa, la yajuzu shar'a, kisheria haifai kabisa kuchanganya dini na siasa. Lakini katika dini ndiyo siasa iliyokuwa bora zaidi. Achana hii tafsiri ya siasa ya sasa. Katika dini ndiyo siasa iliyokuwa bora zaidi. Kwa sababu katika dini kuna makatazo, katika dini kuna maamrisho, katika dini kuna maelekezo. Dini zinaelekeza, dini zinakataza, dini zinaamrisha. Tazama pia haya makatazo ya serikali mathalan, utabaini asilimia nyingi ni yale makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukataza watu kutumia madawa ya kulevya, mukhaddarat. Na serikali si zinakataza, kionekana mtu utachukuliwa hatua. Lakini na huku unaandikiwa madhambi kwa kutumia mukhaddarat, li'annahu yudhhibu al-uqul, kwa sababu yanaondosha akili. Rasilimali watu zinapotea, vijana. Mwanamke huyu anaweza kuanza kutumiwa na mume wake baada ya siku 40. Kwa hiyo hata ile ukisikia kuna 40 anatupiwa mtoto, kwamba mtoto anatoka 40, sio kweli. Ile mtoto anatoka 40 ile ni kinaya, ni fumbo tu. Kwa maana jamani, mama sasa hivi anaanza kutumika kwa mume wake, ndio maana yake hasa ya yale maneno. Kwa hiyo ukisikia 40 bwana mtoto anatoka 40, ile ni lugha ya fumbo tu, tunafunika tu, lakini maana yake ni hiyo. Sasa ikawa huyu mtoto anapokuwa bado mdogo, kuna watu sasa wakawa wanakuwa na wake zao, wale wanawake wanapata ujauzito wakati watoto bado wadogo sana. Sasa watoto ambao wamezaliwa mama zao wanakuwa wajawazito, wakawa wanapata madhara, wanakosa nguvu, miili yao inapoteza utendaji uliokuwa sawa. Sasa baadhi ya watu wanafanya kitu kinachoitwa al-azlu.
Al-azlu ni pale mume anapokuwa na mkewe katika tendo lile la ndoa, kisha baada ya akawa anafikia wakati ule wa kupanda mbegu, akawa anatoa zile mbegu anapandia nje ya shamba lenyewe. Nikisema hivyo naeleweka eh? Basi ikawa hivyo. Habari hizi zikamfikia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wanasema kunna na'zilu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallama wal qur'anu yanzilu law kana shay'un yanha lanahana anhu alquran au kama qal. Anasema ya kwamba mtume tulikuwa tunafanya hicho kitendo cha azli, kwa maana kupanga uzazi. Tunakutana kweli na wake zetu, lakini ikifika wakati sasa wa kupanda mbegu, tunapanda mbegu nje, sio ndani ya shamba lenyewe. Lakini wakati huo na Qur'ani ilikuwa inashuka kwa mtume, lakini haikushuka aya inayokataza sisi kufanya hivyo. Lau kama kungekuwa ni jambo baya, basi Qur'ani ingekuja ikasema jamani, hichi mnachofanya sio, lakini haikukataza katika hilo. Kwa hali hiyo tunasema katika istimbat kwamba uzazi wa mpango ni kitu safi kabisa, wala hakina tatizo. Kwa hiyo watu wafanye uzazi wa mpango, na hasa sisi katika dini tukufu ya Kiislamu miaka miwili, yani watoto wapishane miaka miwili. Baada ya miaka miwili tia mtoto mwingine, majambo yaende. Baada ya miaka miwili tia mtoto mwingine, majambo yaende. Lakini tuzaane sana, tusiwe wavivu kwenye kuzaa, tuzae sana ikiwezekana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fa inni ubahi bikumul umama yawmal qiyama, anasema tazawwaju takthuru, anasema oaneni sana na mzane sana, muwe wengi sana. Fa inni ubahi bikumul umama yawmal qiyama, kwa sababu mimi nitajifakhiri pale ambapo mnapokuwa wengi sana hiyo siku ya kiyama, mkawa peponi. Hiyo ni fahari iliyokuwa kubwa. Kwa hiyo kuzaa katoto kamoja tu alafu hebu piga 5 7 hivi ndo hamna ndio inapendeza kuwa katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo uzazi wa mpango unakubalika kisheria, kwa hiyo uko vizuri kabisa. Sasa uzazi wa mpango wa aina gani, hilo ni swala jingine. Kwa mfano kuna ule uzazi wa mpango unaoharibu afya, ule haukubaliki, umeelewa? Na kuna uzazi wa mpango usioharibu afya, huu pia ni katika jambo lilokuwa sawa sawa. Mimi nikushukuru sana. Asante, shukran. Mtazamaji, tumemaliza mazungumzo yetu. Kama ambavyo umetufuatilia vizuri kwenye mitandao yetu ya kijamii, tupe maoni yako kuhusiana na mazungumzo haya, unasemaje? Lakini moja kati ya mazungumzo ambayo tumezungumza hapa na shehe, ili jambo la kusema kwamba uzazi wa mpango unakubalika, lakini tuzaane sana. Akasema kila baada ya miaka miwili ukiweza wewe ongeza mtoto. Sasa utajua watoto watasomaje, watakulaje. Mimi naitwa Epifania Magingo.